Mpenzi mtazamaji, tusonge hadi katika kaunti ya Kilifi ambako familia moja kutoka Watamu inadai haki baada ya mtoto wao mwenye umri wa miaka 16 ambaye ni mwanafunzi katika shule ya upili ya Barani kupigwa na kujeruhiwa vibaya na maafisa wa polisi katika kituo cha Kizingo, kaunti ndogo ya Malindi. Mwanafunzi huyo anadaiwa kutendewa ukatili huo baada ya kutofautiana na abiria mwenzake akielekea nyumbani kutoka shuleni. Familia moja kutoka Watamu, kaunti ya Kilifi inalilia haki baada ya mwanao kupigwa na kuachwa na majeraha mabaya mwilini na maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Kizingo. Kisa hicho kilitokea mvulana huyu alipotofautiana na abiria mmoja katika matatu aliyokuwa akisafiria kuelekea nyumbani, ndipo akapelekwa katika kituo cha polisi, huko akishambuliwa kwa fimbo na maafisa wa polisi na kunyimwa fursa ya kuwasiliana na familia yake. Nilikuwa kwa ndani ya gari kwa naelekea nyumbani, nimetoka shule. Kwa naongea story na marafiki zangu kwenye gari. Mzee fulani akaanza kutuambia sisi tuna tabia mbaya. Akasema mimi ni mjeuri. Kanipeleka Kizingo police station. Hawakunipa ruhusa kupigia wazazi wangu. Wakaniadhibu kwenye miguu, na sasa hivi siwezi tembea, na siwezi enda shule. Siwezi kwenda shule kwa hali yangu ni mbaya, na naomba msaada kwa serikali. Mama wa mwathiriwa ameonyesha wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kupata haki kwa mwanawe kutokana na jinsi kituo cha polisi Kizingo kilivyojikokota kutoa taarifa baada ya mwanawe kushambuliwa. Kwa sasa anaiomba serikali kuingilia kati ili kuhakikisha haki inatendeka. Niambia walikuwa wamemshika mtoto wangu kwa sababu wamekosana na mtu kwa gari, lakini walikuwa wamempiga na walikuwa wamemuumiza. Ni kama walikuwa hawataki kutuandikia ubii, ikabidi tuende Malindi, lakini Malindi wakaturegesha tena Kizingo. So tuliporudi pale Kizingo ni kama kulikuwa na hawataki kutuandikia ile ubii. Sasa sisi kama wananchi tutasaidika vipi? Na niko na wasiwasi kwa sababu wale ofisa waliofanya kitendo hicho wako pale Kizingo. Je, tukirudi pale Kizingo tutasaidika sisi kama mtoto wetu alipigwa pale, watatusaidia kwa? Joseph Kiponda, mfanyabiashara kutoka eneo la Watamu, amelaani vikali tendo hilo la unyama na kuiomba tume huru ya kuchunguza na kutathmini utendakazi ya maafisa wa polisi IPOA kuingilia kati ili kuzuia vitendo vya unyanyasaji wa polisi katika kituo cha polisi cha Kizingo. Tunaomba serikali huyu kijana apate haki yake, na hatungetaka ifike to an extent ya kwamba tuitane kama kijiji, kwa sababu hii serikali ama officers ambao wako hapa inatakikana wakuwe na ushirika mzuri. Leo hii kama hii familia imefanywa hivi, je, kesho kama wako na information yoyote ambayo inastahili labda waipitishe kwa polisi, itakuwa ngumu. Wakazi wa Watamu sasa wanaiomba serikali kuingilia kati na kutatua donda sugu la ukatili wa polisi na kuhakikisha kuwa haki kwa mwathiriwa inapatikana haraka upesi. Edward Sakwa, runinga ya KU, kaunti ya Kilifi. Naam, shukran sana kwa taarifa hiyo. Vijana kote nchini